Nimeanza kuungua mguu mwezi wa 4 na mimi nachikuna tu, ninatoka vitu kidogo. Naanza kuchikuna kuna, na sasa nikikuna kuna sina usaidizi wowote. Nikaenda hospitali Ruguru, wakaniambia maneno ya pei kulala ikawa mingi. Nikaenda Webuye tena pei inakuwa mingi. Sasa jana jioni nimesikia gari ilikuwa inazunguka hapa chini Kuywa, wakisema kesho ni watatibu watu Kituni na ni free of charge. Na vile walisema waswa, nikasema hata Mungu asaidie uwe mapema niende. Nilifika hapa saa 3. Kwa majina naitwa Amos Wekesa. Nimetibiwa kupitia kwa Lendrix Waswa Foundation, na najua ya kwamba nitapata uponyaji. Nasema Mungu endelee na kumpikania, na hata kile kitu ambacho anatafuta Mungu ampe. Nashukuru. Nimeshughulikiwa, nilikuwa na asima, kwa hata nikipumua siwezi. Sasa nimepata madawa na najua ya kwamba nitapona. Ya hospitali huku ukienda iko shida mingi sana, hata laini kubwa. Sasa sisi kama wazee tunaweza kuanguka kwa laini, lakini nimeona hapa nimeshughulikiwa kwa haraka sana. Tumefurahia siku ya leo Mheshimiwa Lendrix kutuletea matibabu ya kutibiwa ugonjwa wote yenye tuko nao, kadhalika kama malaria yenye inaweza kupasuliwa, alafu na pressure na magonjwa mengi yenye tuko nayo, na tunashukuru kwa sababu hatujaonako siku yoyote mheshimiwa yoyote akitusaidia kwa ajili ya matibabu. Mimi nimekuwa na shida ya kufura mguu vidole na sikijua ni ugonjwa gani. Sasa ndio sababu nimesikia mwito nikakuja nitibiwe matibabu ambayo Lendrix ametusaidia ya bure. Nimeshughulikiwa, naambiwa niende nilazwe Ruguru Hospital, alafu nikapasuliwe ufimbe yenye iko kwa mguu. Naitwa Nora Musungu. Nimefurahi siku ya leo kuwa mahali hapa kwa ajili ya hii huduma. Leo tulikuwa tumekonjekea kwa nyumba, lakini siku ya leo tumeona, tulisikia mwito tukasema tumefurahia hii huduma ili tukuje tuhudumiwe. Tumekaa kwa nyumba muda mrefu na hakuna matibabu, si kwa ajili ya pesa, na niko na shida ya uvimbe, niko na shida ya mguu. Nimekaa kwa nyumba hata sioni matibabu, lakini siku ya leo nimekimbilia matibabu ili nikakuje katibiwa. Leo tuko hapa Kituni Misihu Ward. Tumeleta matibabu hapa kwa wale wagonjwa ambao hawajiwezi, na sababu yetu kubwa kufika hapa ni kwa sababu madawa hazipo katika zile facilities za serikali, na hiyo imekuwa pigo kubwa sana kwa wakazi wa hapa kuweza kufikia kwa zile facilities kupata matibabu. Na kupitia ombi la wakazi wa hapa ndio maana Mheshimiwa Lendrix Waswa aliweza kuitikia mwito wao wa kuwaletea matibabu ya bure, na ndio maana siku ya leo tuko hapa. Kufikia siku ya leo hii ni huduma ya 3 sasa, kwa sababu ya kwanza tulianzia pale Miendo, ya pili tukaenda pale Sitiho, na hii ni ya 3 tuko hapa Kituni. Na hadi sasa tumeweza kuattend kwa zile surgical cases, almost 60 surgical cases ambazo zimekuwa referred tangu tuanze hii mambo ya surgical na medical camps. So far siku ya leo tumefika hapa Kituni pia
tumeungana na hospitali jirani yetu hapa, Lugulu Mission Hospital. Wako hapa na sisi, wako hapa kutupatia pia usaidizi wa kiafya, na pia zile cases za surgical ambazo zitapatikana hapa siku ya leo zitakuwa referred pale Lugulu Mission Hospital. Mimi nataka tu kuambia wakazi wa Webuye West sana ya kwamba hii mpango ya Mheshimiwa Joseph Waswa ya matibabu ni kutembea tu kwa vijiji, kuangalia zile kesi ambazo watu wameshindwa labda kufikia hospitali, alafu anawaletea ile hospitali ambayo inaweza ikawashughulikia, maana yeye mwenyewe hana uwezo wa kutibu wale ambao wako na shida za surgical. Ndio maana tunatafutana na kama hospitali za Lugulu, ambapo pale kuna surgeons ambao wamehitimu kuattend kwa zile kesi ambazo tunazipata kwa vijiji. Sasa mimi ningehimiza wakazi wa Webuye West ya kwamba wasiogope kuja hapa, kwa sababu wale madaktari ambao wamekuja kwa hii medical camp na surgical camp ni madaktari ambao waliohitimu, na ni madaktari ambao wanatoka kwa hospitali ambayo inajulikana hapa Webuye. So mimi nawahimiza tu wasiogope kuendelea kutibiwa na hii foundation ya Mheshimiwa Joseph Lendix Waswa, kwa sababu hii foundation kazi yake tu ni kuangalia kama kuna magonjwa ambayo ziko katika vijiji na hawana uwezo wa kufika hospitali. Sasa yeye anapatiana tu ile support kidogo, ndio labda zile cases ziweze kushughulikiwa. Asante. So far vile nimesema hapo awali, tangu tuanze hii medical camp, so far tumeattend kwa almost 60 successful surgical cases. Hakuna hata mmoja ambaye imekuwa na shida, na hakuna hata mmoja ambaye tuliyempoteza kwa shughuli hii. Kumaanisha ni shughuli ambayo ni ya halali kabisa. Na medical camp, kwa wale ambao wametibiwa kwa medical, ambao wanatibiwa na wanaenda nyumbani ya kuwa referred kwa hospitali, tumetibu zaidi ya 400 tangu tuanze hii shughuli. So tunahimiza tu watu waendelee kuja, kwa sababu hii mkanda wa Joseph Lendix Foundation inaangazia sana maslahi ya afya, kwa sababu labda hawana uwezo wa kutibiwa na hawana fedha labda ya kufikia hospitali. Asante sana. Mimi naitwa Isaac Wanjekeche kutoka katika wakfu wa Joseph Waswa Foundation, na tumefika hapa leo kupatiana matibabu ya bure hapa Kituni, na statistics inaonyesha kwamba wagonjwa wengi sana wameshindwa kufika hospitalini. Ndio maana tumeamua kufika mashinani ili tuweze kufikisha matibabu katika nyumba na vijiji na vitongoji vya hawa wananchi wetu ambao wanashughulika sana kutafuta hali ya afya ambayo ni bei ghali sana. Na swala la muhimu ambalo tunahimiza sana ni masuala ya kujisajili katika mradi wa SHA. Tunaendelea kuwahimiza wananchi kwamba wajisajili katika huu mpango wa serikali wa SHA, kwa sababu huu mpango umeweza kusaidia sana wananchi. So we are encouraging them to register ili waweze kupata matibabu katika hizi facilities zetu. Na foundation hii ya Bwana Waswa pia imeweza kusaidia katika kutoa madawa kwa hawa wagonjwa ambao tunawapata hapa mashinani. Tumezungumzia wengine ambao wanahitaji upasuaji, na wale tunawa katika hospitali ili waweze kufanyiwa upasuaji kule. Na upasuaji huu ni mpango wa foundation hii ya Waswa ikiungana na wadhamini wengine kama Lugulu Hospital na organizations zingine ambazo wanaweza kutusaidia ili tuweze kupatiana matibabu kwa bei ya chini sana kwa wananchi wetu ambao wanatoka hapa mashinani. Masuala ya siasa katika hali ya afya ni kawaida, lakini tungependa
kutoa tahadhari kwa wanasiasa ambao wanataka kufanya siasa na masuala ya afya, kwamba ni jambo la kusikitisha sana kuona viongozi wanachukua muda wao mwingi sana kufanya siasa, ili hali wananchi wanaumia, wanakosa madawa kule hospitalini. So tunaomba kwamba waweze kuungana na wadhamini ambao wamejitokeza kuweza kusaidia wananchi ili tuweze kuwapatia matibabu. Majina yangu naitwa Michael Khumalo Wafula, ni kasisi mwangalizi wa makanisa ya Royal Family Churches in Kenya. Nimeshirikiana pamoja na Joseph Lendricks Waswa Foundation kama askofu anayetembea pamoja na wao na kuwasaidia katika kile kitengo cha neno la Mungu, ili kwamba iweze kujulikana ya kwamba katika kazi yote inayofanyika, iwe ni ya matibabu, iwe ni ya usaidizi wowote ule, pengine kufadhili watu katika mipango ya ukulima, pengine kufadhili wananchi katika mipango ya school fees, ama kuwafadhili katika mipango ya ujenzi wa makanisa na kusaidia ujenzi wa nyumba za wale watu ambao hawajiwezi, lazima pia tuweze kumuweka Mungu mbele, kwa sababu pasipo Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Kwa hivyo kwa kila mara na kila wakati katika mzururu huu ambao tumeuona tukitembea katika kutibu watu, nimekuwa pale kwanza kwa kuzambaza neno la Mungu, na pia vile vile kwa kuweza kujulisha wananchi ya kwamba hata Yesu mwenyewe alikuwa na madaktari, Luka akiwa ni daktari aliyetembea pamoja na Yesu Kristo katika wale wanafunzi wake 12 aliyowachagua, na vivyo hivyo pia alikuwa na wahubiri wengine aliyotembea na wao. Basi katika Joseph Lendricks Waswa, mimi nawakilisha hicho kitengo cha neno la Mungu, na nataka kujulisha wananchi ya kwamba madaktari wanatibu, na baada ya kutibiwa lazima tuwe na imani ya kwamba Mungu anaenda kuwatumia katika matibabu yao, ili na pia na wao pia waweze kupona. Na pia nataka kuwaelezea wananchi ya kwamba kwa uvumi unaoelezwa ya kwamba madaktari wanaotumika sio madaktari walio halali. Tumetazama leo hii kama hapa tumeona madaktari wametoka Lugulu katika hospitali ambayo inajulikana. Hii ni kumaanisha ya kwamba Joseph Lendricks Waswa Foundation inafanya kazi na watu waliosajiliwa katika upande wa health, wanaoeleweka na kufahamika vizuri. Basi nataka kuwashukuru wale watakaohudhuria leo, ya kwamba Mungu awe pamoja na wao na watende mema katika shughuli hii ya matibabu. Amen. Mimi kama askofu katika ile sehemu ya wanasiasa wengine kutembea na kutangaza upinzani ya kwamba Joseph Lendricks anapeana upinzani ambao si halali, anapeana misaada ambayo sio halali, nataka kusema hivi: kila kitu kina mwanzo, kama vile inavyoandikwa katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1, ya kwamba kuna majira ya kila mtu, kuna majira ya kila kitu. Haya ni majira ambayo yamefika ya Joseph Lendricks kuweza kudhihirishia wananchi na kuonyeshia wananchi ya kwamba Mungu amempa kibali cha kufanya kile ambacho anakifanya.